Selemani Mwalimu naona kama ataongeza kitu kwenye game yake, tunaweza tukazungumza mchezaji ambaye inawezekana asifikie kama ambavyo alivyo Fiston Mayele, lakini anaweza akafika kwenye level angalau za Fiston Mayele. Ni striker ambaye sasa hivi bado ana potential, kwa sababu ni mchezaji ambaye yupo Simba kwa mkopo, alitokea kikosi cha Wydad Casablanca, na kwa muendelezo aliokuwa nao nikimtazama Selemani Mwalimu tangu wakati ule akiwa na kikosi cha Fountain Gate na sasa hivi ninavyomuona akiwa anacheza kwenye kikosi cha Simba, naona kabisa kuna option mbili kwa kikosi cha Wydad Casablanca, kwa sababu ndio ambao wanamiliki mchezaji. Kama sio kumrudisha tena kwenye kikosi cha Wydad, basi ni kumruhusu kwenda klabu nyingine kwa mkopo. Kitu ambacho naona kwa Simba ni ngumu sasa hivi kusema kwamba baada ya mkopo wake kumalizika wakae mezani pamoja na Wydad Casablanca kwa ajili ya kumsajili. Thamani yake tayari imepanda, kwa sababu kutolewa kwa mkopo manake pia ni kuonyesha nafasi yako kwenye klabu ambayo umekwenda, ili hata wale ambao wamekutoka kwa mkopo waone kwamba okay, mchezaji huyu tumemruhusu, lakini anachokionyesha ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Selemani Mwalimu ana hilo daraja ama ana hiyo nafasi ya kuipata nafasi nyingine tena ya kuonyesha mengi makubwa katika bara la Afrika, ndio hapo napoona kabisa kwamba kama wataamua kumchukua kumrudisha, maana yake ni kwamba tayari kwa performance ambayo ameonyesha, muendelezo aliokuwa nao, kuna kitu kingine kikubwa ambacho kimeongezeka kwa nani, kwa Selemani Mwalimu. Kwa hiyo hata akirudishwa tena kwenye kikosi cha Wydad Casablanca inawezekana akafanya mavitu makubwa zaidi, lakini kama watakuwa na option ya kumuuza, maana yake Simba hawatakuwa kwenye hiyo meza hapo. Performance aliyoonyesha, thamani yake sasa hivi, Simba wakiambiwa bilioni 2.5, Simba hawawezi kukaa kwenye meza.